Jambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 18 Mei mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo, tutaangazia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa za kisiasa zinazojiri nchini, pamoja na masuala ya kijamii na kiuchumi yanaendelea kuathiri maisha ya wananchi. Vile vile tutakuletea taarifa za kimataifa, michezo na matukio mengine muhimu yanayogusa maisha ya kila siku. Na endelea kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekusina kuomba ufanye kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha ngine nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi niite Eloge Lulonga. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 18 Mei mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Mapigano makali yameripotiwa hii Jumatatu tarehe 18 Mei katika eneo la Kavumu mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na makundi ya wazalendo. Mapigano hayo yameendelea kushika kasi katika maeneo kadhaa ya kimkakati, huku hali ya kiusalama ikiendelea kuzorota na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na taarifa za kiusalama kutoka eneo hilo, milio mizito ya silaha nzito imekuwa ikisikika tangu asubuhi ya leo kwenye mihili wa Kavumu. Hali hiyo imewalazimu mamia ya wananchi kuyakimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao, hasa katika vijiji vya Mbayo, Mulangala pamoja na Kamakombe, ambako wakazi wameonekana wakikimbia maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa waasi wa M23 wameongeza idadi kubwa ya wapiganaji pamoja na vifaa vya kijeshi katika eneo hilo, ikiwa ni sehemu ya operesheni mpya inayolenga kufungua njia kuelekea eneo la Walikale. Eneo hilo linatajwa kuwa la kimkakati kutokana na umuhimu wake wa kijeshi na kijiografia katika mashariki mwa nchi. Mapigano hayo sasa yanaendelea zaidi katika mili mine mikuu ambayo ni Chivanga, Bulugumiliza, Langa pamoja na Mbayo. Na katika maeneo hayo wapiganaji wa wazalendo kwa kushirikiana na vikosi vya FARDC waendelea kujaribu kuzuia kusonga mbele kwa waasi wao katika mapambano yanaelezwa kuwa makali sana. Kwa mujibu wa baadhi ya taarifa kutoka eneo la mapigano, lengo la operesheni hiyo ni ya kijeshi endelea kuondeshwa na jeshi la Rwanda pamoja na washika wake ni kuvunja ngome za ulinzi wa FARDC na wazalendo ili kupata njia moja kwa moja kuelekea Walikale pamoja na maeneo mengine ya kimkakati katika mashariki mwa DRC. Taarifa hizo zinaeleza kuwa zinaendelea kueleza kuwa waasi wanatajwa kuwa na nia kudhibiti maeneo ya Mwenga, Walikale na nyanda za juu za Uvira, Fizi na Mwenga pamoja na mji wa kimkakati wa Bunyakiri. Wadadisi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa udhibiti wa maeneo kunaweza kupewa uwezo wa kufungua njia kuelekea mikoa ya Maniema, Kalemi pamoja na Kisangani. Kutokana na hiyo, sauti za wananchi pamoja na baadhi ya makundi ya ndani zimeendelea kuongeza jitihada za kuingilia kwa haraka kwa jeshi la anga la FARDC, wakidai kuwa waasi hao wanatumia silaha nzito pamoja na vifaa vya kisasa katika mashambulizi yao ya leo. Hadi tukikuletea taarifa hii, bado hakuna taarifa rasmi waliopoteza maisha kujeruhiwa katika mapigano hayo. Hata hivyo, hali ya kibinadamu inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku familia nyingi zibaki katika mazingira magumu baada ya kukimbia makazi yao. Mamlaka za kijeshi pamoja na viongozi wa eneo hilo bado hawajatoa tamko rasmi kuhusu maendeleo ya mapigano hayo, wakati wananchi wakiendelea kuishi katika hofu kubwa wakisubiri kurejea kwa hali ya usalama katika maeneo yaliyoathirika.
Mapigano makali yaliripotiwa jana Jumapili katika eneo la Lunkutu katika wilaya Mwenga mkoani Kivu Kusini yameendelea kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na duru za kiusalama, mapigano yanahusisha wanajeshi wa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo dhidi ya waasi wa muungano wa AFC/M23 na RDF wanaodaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa hizo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Wazalendo vifanikiwa kuzuia kile kinachoelezwa kuwa jaribio la kuvuruga mfumo wa ulinzi katika maeneo ya Walungu na Kamituga kupitia mashambulizi ya ghafla yaliyolenga kusambaratisha wanajeshi walikuwa wakilinda muhimili muhimu wa kijeshi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mapigano yalikuwa makali sana na yalidumu kwa saa kadhaa, huku silaha nzito na nyepesi zikitumika katika pande zote mbili. Milio ya risasi pamoja na mabomu ilisikika katika vijiji vya karibu na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi waliolazimika kujificha majumbani yao, huku wengine wakianza kukimbia maeneo hayo kwa hofu ya usalama wao. Kwa mujibu wa taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka za kijeshi, upande wa jeshi la Rwanda pamoja na washirika wake ulipata hasara kubwa ya kijeshi katika mapigano hayo baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na Wazalendo kulifanikiwa kulizuia kusonga mbele kwa vikosi vilivyokuwa vikijaribu kupenya katika eneo hilo la kimkakati. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa eneo la Mwenga linaendelea kuwa moja ya maeneo muhimu sana katika mzozo wa mashariki mwa DRC kutokana na nafasi yake ya kimkakati inaunganisha maeneo kadhaa ya Kivu Kusini. Hali hiyo imekuwa ikipelekea mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha yanayotaka kudhibiti njia muhimu za kijeshi na kiuchumi. Katika siku za hivi karibuni, mashambulizi ya mapigano yameongezeka katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini na Kaskazini, huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na makundi ya Wazalendo yakijaribu kuzuia kusonga mbele kwa waasi hao wa M23 na RDF. Hali hiyo imeendelea kusababisha tasari kubwa kwa wananchi, hasa kutokana na wimbi jipya la wakimbizi ndani wanaokimbia mapigano. Baadhi ya wakazi wa Lutkulu waliozungumza na vyombo vya habari vya ndani wanasema waliishi usiku mzima katika hali ya hofu kubwa kutokana na ukali wa mapigano. Wengine wanaeleza kuwa shughuli nyingi zilisimama kabisa, huko shule, maduka pamoja na huduma nyingine zikifungwa kwa muda kutokana na hali hiyo sitofahamu iliyotawala eneo hilo. Wakati huo, mashirika ya kiraia katika eneo la Mwenga yameendelea kutoa wito kwa serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kurejesha amani na usalama katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na mapigano. Mashirika hayo yanaonya kuwa hali ya kibinadamu inaweza kuzidi kuwa mbaya iwapo mapigano yataendelea kwa muda mrefu zaidi. Hadi kuletea taarifa hii, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado hajatoa takwimu rasmi kuhusu idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika mapigano hayo, huku hali ya usalama ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu katika maeneo ya Mwenga, Walungu pamoja na Kamituga. Takriban watu 40 raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wakimbizi kutoka Sudan Kusini endelea kushikiliwa mateka kufuatia shambulio la watu wenye silaha lilotokea Jumatatu tarehe 11 Mei katika vijiji vya mpakani vya Arile na Ulendere viliopo katika wilaya ya Aru mkoani Turi, takriban kilomita 315 kaskazini mwa mji wa Bunia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa eneo hilo pamoja na mashirika ya kiraia, watu walitekwa nyara na waasi wanaodaiwa kutoka Sudan Kusini waliovuka mpaka wa Kongo siku ya kuamkia Jumanne kabla kuvamia vijiji hivyo viwili vya mpakani. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema kundi hilo la watu wenye silaha lilifika katika vijiji vya Arile na Ulendere wakati ambako hakukuwa na uwepo wa kutosha wa wanajeshi wa FARDC pamoja na polisi ya taifa ya Kongo katika eneo hilo. Hali hiyo iliwapa nafasi washambuliaji hao kufanya mashambulizi hayo bila kukutana na upinzani mkubwa wa kijeshi. Katika uvamizi huo, waasi hao walifanya uporaji mkubwa wa mali za wananchi, na taarifa zinaweza kuwa walichukua dawa kutoka vituo vya afya, mifugo ikiwemo mbuzi na ngombe pamoja na kuku ya wananchi kabla kuwateka baadhi ya wakazi wa eneo hilo. Asisi ya kiraia katika eneo la Kwakwa zinasema kuwa angalau watu 10 walichukuliwa mateka, wakiwemo raia wa Kongo pamoja na wakimbizi kutoka Sudan Kusini walikuwa wamekimbilia eneo hilo kwa miezi kadhaa kutokana na migogoro ya kiusalama nchini mwao. Hata hivyo, vyanzo vingine vya ndani vinaeleza kuwa idadi ya waliotekwa inaweza kuwa kubwa zaidi, ikifikia watu 75. Taarifa hizo pia zinaongeza kuwa watu 3 walifanikiwa kutoroka kutoka mikononi mwa watekaji au baada ya kutekwa nyara. Wiki moja baada ya tukio hilo, hali ya wasiwasi inaendelea kutawala katika eneo la Aru, huku familia za waliotekwa zikiendelea kuishi katika majonzi na sitofahamu kuhusu hatima ya ndugu zao. Wananchi wa maeneo wanasema wamekuwa wakilala kwa hofu kutokana na vitisho vya mara kwa mara vinavyotokea mpaka wa Kongo na Sudan Kusini. Mashirika ya kiraia yametaka
serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha mateka hao wanachiliwa huru. Mashirika hayo yanatoa wito kwa kuimarishwa kwa uwepo wa vikosi vya FARDC katika maeneo ya mpakani ili kuzuia mashambulizi mengine yanayoweza kutokea. Kwa mujibu wa viongozi wa kiraia katika eneo hilo, tangu mwanzoni mwa mwaka 2026 tayari zaidi ya mashambulizi 28 yanadaiwa kufanywa na wanajeshi hao pamoja na wanamgambo kutoka Sudan Kusini yameripotiwa katika sehemu hiyo ya wilaya ya Aru. Hali inaonyesha kuendelea kwa kuzorota kwa hali ya usalama katika maeneo ya mpakani kati ya Kongo na Sudan Kusini. Wananchi wa eneo wanasema mashambulizi ya mara kwa mara yamesababisha maisha kuwa magumu zaidi, huku shughuli za kilimo, biashara pamoja na elimu zikiathirika kutokana na hofu ya uvamizi wa makundi yenye silaha. Kwa wakati huo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa ukosefu wa uwepo wa kutosha wa vikosi vya usalama katika maeneo ya mpakani unaweza kuendelea kufanya maeneo hayo kuwa rahisi kuvamiwa na makundi yenye silaha kutoka nchi jirani. Hadi kufikia Jumatatu tarehe 18 Mei, bado hakuna tamko rasmi lililotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala mamlaka za mkoa wa Ituri kuhusu hatua zinazochukuliwa ili kuwaokoa matekao au kuimarisha usalama katika eneo hilo la mpakani. Wakazi wa Aru sasa wanaendelea kutoa wito kwa serikali kuu pamoja na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati haraka kabla hali ya usalama haijazidi kuwa mbaya zaidi katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamanda wa brigedi ya uingiliaji wa MONUSCO inayojulikana kama FBI, Kanali Musangala kutoka Kenya, amesema kuwa brigedi ya sasa MONUSCO si sawa tena na ile inayokuwa ikifanya operesheni miaka ya nyuma katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo alitoa akiwa katika eneo la Biakato wakati yale usalama ikiendelea kuzorota katika eneo la Mombasa mkoani Ituri kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanahusishwa na waasi wa ADF. Akizungumza mbele ya wananchi pamoja na baadhi ya viongozi wa eneo hilo, Kanali Musangula alisisitiza umuhimu wa amani na mshikamano kati ya wananchi na vikosi vya usalama, huku akiwataka wakazi wa Mombasa kuendelea kuwa na imani na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ili kukabiliana na tishio la makundi lenye silaha. Kauli yake inakuja wakati ambako wakazi wa maeneo mbalimbali ya Mombasa wanaendelea kuishi katika hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na kundi la ADF ambalo limekuwa likilaumiwa kwa mauaji ya raia, utekaji nyara pamoja na kuchoma vijiji katika sehemu kadhaa za mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa Kanali Musangula, jukumu la MONUSCO nchini Kongo ni kusaidia kurejesha amani na kwa kushirikiana na serikali ya Kongo pamoja na jeshi la FARDC na sio kuchukua nafasi ya vikosi vya taifa. Ameeleza kwa MONUSCO ilialikwa rasmi na serikali ya Kongo ili kusaidia katika juhudi za kuleta utulivu wa kulinda raia katika maeneo yaliyokumbwa na migogoro ya silaha. Kamanda alikiri kwa wananchi wengi wamekuwa wakionyesha mashaka kuhusu uwezo wa MONUSCO kutokana na kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya raia licha uwepo wa vikosi vya kimataifa. Hata hivyo, aliwataka wananchi kutokata tamaa na badala yake kuongeza ushirikiano na kwa kutoa taarifa kwa wakati kuhusu mienendo ya watu wenye silaha katika maeneo hayo. Katika hotuba yake, Kanali Musangula alisisitiza kuwa vita dhidi ya ugaidi haviwezi kushindwa kwa nguvu za kijeshi pekee, bali vinahitaji pia ushirikiano wa karibu kati ya wananchi, viongozi wa kijamii pamoja na vikosi vya usalama. Alisema mara nyingi waasi wa ADF hujificha ndani ya misitu na wakati mwingine kuchanganyika na wananchi, jambo ambalo linafanya operesheni dhidi yao kuwa ngumu zaidi. Kwa upande mwingine, baadhi ya wakazi wa Biakato na maeneo karibu wanaendelea kueleza huzuni yao kutokana na kuongezeka kwa mauaji na mashambulizi ya kigaidi katika eneo hilo. Wamesema familia nyingi zimepoteza ndugu zao, huku wengine wakimbilia makazi yao kutokana na hofu ya kushambuliwa. Mashirika ya kiraia katika Ituri yamekuwa yakitoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na MONUSCO kuongeza juhudi za pamoja ili kuhakikisha usalama wa wananchi unarejeshwa katika maeneo yaliyokumbwa na mashambulizi ya ADF. Baadhi yao wanaamini kwa ushirikiano mzuri kati ya FARDC, MONUSCO na wananchi unaweza kusaidia kupunguza nguvu ya waasi hao katika eneo hilo. Katika miaka ya nyuma, brigedi ya uingiliaji wa MONUSCO ilijulikana kwa operesheni kali za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha mashariki mwa Kongo, hususan wakati wa mapambano dhidi ya waasi wa M23 mwaka 2013. Hata hivyo, katika miaka hivi karibuni kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya MONUSCO na uwezo wake wa kulinda raia dhidi ya mashambulizi ya makundi ya waasi. Wakati huo, hali ya usalama katika eneo la Mombasa inaendelea kuwa tete, huku mashambulizi yakihusishwa na ADF yakiendelea kuripotiwa mara kwa mara. Wakazi wa maeneo wanaendelea kuomba hatua za haraka na madhubuti ili kurejesha amani na kuzuia kuendelea kwa umwagaji damu katika eneo hilo.
Wasiwasi mkubwa unaendelea kuongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mamlaka za afya katika mkoa Kivu Kaskazini kuripoti kuwepo kwa ugonjwa unaoshukiwa kuwa na dalili za ugonjwa wa Ebola. Taarifa ile ilitolewa siku ya jana Jumatatu mjini Beni na mmoja wa wajumbe wa ofisi ya gavana mkoa huo, huku mamlaka zikionya juu ya hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo kutokana na mwingilio mkubwa wa watu katika maeneo yaliyoathirika na maeneo mengine ya mkoa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa Priska Luanda ambaye ni mratibu mkuu anayehusika na masuala ya afya katika ofisi ya gavana mkoa Kivu Kaskazini, taarifa baadhi ya wagonjwa wanaotoka katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola wameonekana katika maeneo kadhaa ya afya ndani ya mkoa huo wakiwa na dalili zinazofanana na ugonjwa huo hatari. Akizungumza mjini Beni, Priska Luanda alisema kuwa kiwango kikubwa cha safari pamoja na biashara kati ya maeneo mbalimbali kinaongeza uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa huo katika sehemu nyingi za Kivu Kaskazini. Alieleza kuwa hali hiyo imeweka maisha ya wananchi katika hali hatari kubwa, hasa katika maeneo miingiliano mikubwa ya watu. Kwa mujibu wa taarifa za kiafya, dalili za Ebola zinaweza kujumuisha homa kali, uchovu mkubwa kutokwa damu, maumivu ya kichwa, kutapika pamoja na matatizo mengine makubwa ya kiafya. Ugonjwa unajulikana kuwa miongoni mwa magonjwa hatari zaidi duniani kutokana na uwezo wake wa kuenea kwa haraka na kusababisha vifo vingi iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Mamlaka za afya katika mkoa Kivu Kaskazini sasa zimeanza kuongeza uangalizi katika vituo vya afya pamoja na maeneo ya mpakani ili kuwabaini mapema watu wanaoweza kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo. Timu za afya zimeanza kampeni za kutoa elimu kwa wananchi kuhusu njia za kujikinga pamoja na umuhimu wa kutoa taarifa mapema pindi mtu anapoonyesha dalili zinazoshukiwa kuwa za Ebola. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa eneo la mashariki mwa Kongo limekuwa likikumbwa mara kwa mara na mlipuko wa Ebola kutokana na mazingira ya migogoro ya silaha, ukosefu wa miundombinu bora ya afya pamoja na harakati kubwa za watu wanaokimbia mapigano. Hali hiyo mara nyingi hufanya udhibiti wa ugonjwa kuwa mgumu zaidi. Katika mji wa Beni pamoja na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini, baadhi ya wananchi wameanza kuonyesha hofu kubwa kufuatia taarifa hizo. Wengine wanahofia kurudiwa kwa hali iliyowahi kushuhudiwa katika miaka iliyopita ambako Ebola ilisababisha vifo vya mamia wa watu katika mashariki mwa DRC. Mashirika ya afya pamoja na wahudumu wa hospitali wamehimizwa kuongeza tahadhari katika kupokea wagonjwa wanaotoka maeneo yaliyoathirika. Serikali ya mkoa pia imetoa wito kwa wananchi kuepuka kuficha wagonjwa nyumbani, badala yake kuwapeleka katika vituo vya afya ili kupata uchunguzi na matibabu mapema. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia kwa kushirikiana na mashirika ya kimataifa ya afya imeendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo ya kuzuia uwezekano wa kusambaa zaidi kwa ugonjwa huo. Baadhi ya timu maalumu za wataalamu wa afya tayari zimepelekwa katika maeneo yenye hatari kubwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi pamoja na kuimarisha hatua za kinga. Wachambuzi wa afya wanaonya kuwa iwapo hatua za haraka zitachukuliwa, ugonjwa unaweza kuathiri zaidi maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu kutokana na mwingilio wa kila siku wa wananchi katika shughuli za biashara na usafiri. Kwa mujibu wa taarifa ile ya usalama iliyowasilishwa katika baraza la mawaziri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na naibu waziri mkuu anayehusika na ulinzi, hali ya kijeshi mashariki mwa nchi inaendelea kubaki ya wasiwasi mkubwa, hasa katika maeneo ya Kivu Kusini na Ituri ambako mapigano na operesheni za kijeshi zinaendelea kwa kasi. Taarifa hiyo inaeleza kuwa serikali imearifiwa kuhusu kile kinachotajwa kuwa kujiondoa kwa kijanja kwa wanajeshi wa muungano wa RDF katika sehemu ya Plaine de la Ruzizi, eneo la mkakati iliyopo katika mkoa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa maelezo ya waziri huyo, hatua hiyo haionekani kuwa ni kujiondoa halisi kwa nia kupunguza mvutano, bali ni mbinu ya kijeshi inaweza kuwa na malengo ya kupanga upya vikosi katika maeneo mengine. Serikali inadai kuwa harakati hizo za nyuma zinaambatana na matukio ya uporaji pamoja na mauaji kiolela katika baadhi ya vijiji vilivyopo katika eneo hilo la Ruzizi. Taarifa inaonyesha kuwa hali hiyo inaweza kuashiria mapigano mapya zaidi ya wanajeshi wanaolenga kuimarisha nguvu za wasi katika nyanda za juu ya Uvira pamoja na Mwenga ambazo zinaweza kushuhudia mapigano mara kwa mara katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa mamlaka za ulinzi, lengo linalodaiwa kula mpango huo ni kuongeza uwezo wa kijeshi katika eneo kimkakati ya milimani ambayo hutumika kama njia muhimu za kijeshi na pia kama ngome za kiusalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali inaeleza kuwa hatua hizo zinachukuliwa kwa tahadhari kubwa kutokana na athari zake kwa usalama wa raia na udhibiti wa eneo lote la Kivu Kusini. Katika kukabiliana na hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema limechukua hatua za haraka za
kuzuia kusonga mbele kwa vikosi hivyo vya adui katika maeneo yote yanayoweza kuasiliwa na mashambulizi mapya. Vikosi vya jeshi vinaendelea kuweka katika hali ya tahadhari kubwa ili kuhakikisha hakuna upanuzi wa maeneo yanayodhibitiwa na makundi yenye silaha. Operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya ADF Escape zinaendelea katika eneo la Mambasa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jeshi la serikali FARDC linaendelea na msako mkali dhidi ya wapiganaji wanaotumiwa kufanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia, utekaji nyara pamoja na mauaji katika vijiji mbalimbali vya eneo hilo. Serikali inaeleza kuwa ADF Escape bado ni tishio kubwa kwa usalama wa raia katika Ituri na kwamba operesheni zinazoendelea zinalenga kuwabaini na kuwahimiza kabisa katika maeneo wanaojificha, hususan katika misitu minene ya Mambasa ambako wamekuwa wakijificha na kufanya mashambulizi ya kuvizia. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hali sasa inaonyesha muunganiko wa changamoto mbili mikubwa. Upande mmoja ni mzozo unaendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya waasi wa M23 na RDF katika Kivu, na upande mwingine ni tishio la muda mrefu la ADF Escape katika Ituri. Michanganyiko imefanya mashariki mwa Kongo kubaki katika hali ya tahadhari juu ya usalama. Mashirika ya kiraia katika mkoa Kivu Kusini yanaendelea kutoa wito wa ulinzi zaidi ya raia, hasa katika maeneo ya Ruzizi, Uvira na Mwenga, wakisema kuwa wananchi wamekuwa wakikabiliwa na hatari kubwa za kibinadamu zinazotokana na mapigano ya mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na kuhama makazi, upungufu wa chakula na kufurugika kwa huduma za kijamii. Kwa sasa hali inaendelea kufuatilia kwa karibu na mamlaka za kijeshi pamoja na serikali ya Kongo, huku ikisisitizwa kuwa hatua zote za kijeshi zinaendelea kwa lengo la kurejesha amani na kuhakikisha usalama wa raia katika maeneo yote yaliyoathiriwa na migogoro. Ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 18 Mei mwaka 2026. Na mbona kwa kusikiliza ni Kivu News FM, kwa siku tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunapenda kuwashukuru nyote kwa kupitia muda wenu na kwa kuwa pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Na kama ilivyo kawaida, tutaendelea kuwafuatilia matukio yote muhimu yanayoendelea katika maeneo mbalimbali, hususan masuala ya usalama, siasa na uchumi pamoja na maisha ya wananchi. Vile vile tuendelea kuhimiza kudumisha amani, umoja na mshikamano katika jamii zetu, kwani hayo ndiyo misingi wa maendeleo ya kweli. Na kabla sijatimisha matangazo yetu ya jioni leo, niendelee kukumbusha tu kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekusihi kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone, kueme, vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, sina la ziada ila tuacha niendelee kusema asante sana kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo, iko tarehe 18 Mei mwaka 2026. Basi asanteni sana kwa kuwa nasi. Jioni njema na siku mwema, na mlale salama na Mungu wabariki kumrazi, na tutarejea tena kuonana katika taarifa yetu ya kesho asubuhi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bye bye na chao, baki salama. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Ground.